wa mbingu na nchi ameturuhusu tena mondo wayudore kiwanjani ili tujikute kwenye hili kiwanja. Wach maduong' omiyo wanwang'ore kiwanjani. Jambo kuu iliyosababisha tukajikuta kwenye kiwanja En ni mondo wane nyalo tije madongo ma Yesu tiyo. ili tuone uwezo na makazi makubwa ambayo Yesu anatenda. Kawuono kod okinyi Nyasaye obedo mamol ka ipuonjowa. Na leo na asubuhi Mungu alikuwa mwema kwetu wakati tunafunzwa. Biyo nyako kanyo Nyasaye ogo kodwa mbaka kawuoyo kodwa. Na mchana pia Mungu alipiga nasi gumzo akizungumza nasi. Saberio awapogore sidienge ka Nyasaye konyo chunywa. Na saa 7 tulijigawanya kwenye vikundi kama Mungu anasaidia nafsi zetu. Godhiambo awawinje crusade kuom gima Bartimayo nowacho ne Yesu gi duoko ma Yesu noduoko e ngima mar Bartimayo. Na jioni tulisikia kwenye mkutano wa hadhara kile Bartimayo alieleza Yesu na ile jibu ambayo Yesu alimpa. Nyasaye ma ok konyi tich awaneno kotiyo kende kagonyo ji utimo ne ji gik monego tim. Na Mungu ambaye hasaidiwi kazi tuliona akitenda peke yake akitendea watu yale ambayo yanastahili. Erokamano ni Nyasaye mosepa kuduwer kudutienoni. Ni shukrani kwa Mungu ambaye ashasifiwa na nyimbo na usiku. Achaka chung kendo utieno mar tich abich. Nimesimama tena usiku wa Ijumaa. Kawuono polo kod piny pod oyie wang'i neno mondo iwinj kuom nyalo mar Nyasachwano. Kama Muumba wa mbingu na nchi ameruhusu bado uso wako unatazama ili usikie kutoka kwa Mungu. Nyasachwa mawuon emani kata Nyasaye mawuon odwani en to biro timo pod gik mowinjore mondo otim. Na Mungu wetu mwenye ili hema ama Mungu mwenye ili nyumba yeye bado atatenda yale ambayo anastahili kutenda. Asebede chokroge wagi to chokroge magotieno mar chieng' tich abich chala kama en mar hono gi mar gony gi mar jomichango. Nishakuwa kwenye hizi mikutano na mkutano wa usiku ya siku ya Ijumaa ni kana kwamba ni mkutano wa miujiza ya kupata kufunguliwa na kuwekwa huru. Kendo ayie 100% gik mosebedo katimorego kawuono ni be gibiro timore. Tena nimekubali 100% kwamba yale ambayo yamekuwa kitendeka leo pia yatatendeka. Nikech Nyasaye waonge batisha kuome wang'eyo nomchiwo duong' na wachne. Kwa sababu hatuna tashwishi na Mungu tunajua kwamba anaipa utukufu neno lake. Tingie badi kendo iwachne amen. Waseme amen. Thuoloni ka ok achoma cham kata chich. Kwa huu nafasi bila kulenga kushoto ama kulia. Yienawuru mondo adonj e wach maler masesomo gotienoni. Mniruhusu niingie kwa neno takatifu ambayo nishasoma na usiku. Muma mar Nyasaye masomo gotieno. Andiko la Mungu ambayo nimesoma na usiku. En Johana Injili 5 kwan matindo 7. Ni Yohana wa Injili 5 mstari wa 7. Muma wacho ni ne nitiere sao e Yerusalem. Na andiko linasema kwamba kulikuwa na kidimbwi pale Yerusalemu. To Yesu makoro keto wakani nodhi e sao mar Yahudi no e town iluongo ni Jerusalem. Na Yesu ambaye sasa ametuketisha hapa alienda kwa kuhudhuria hiyo meza ya Bwana ambayo ilikuwa kule Yerusalemu. To e Jerusalem kanyo Na pale Yerusalemu ne nitiere yao kulikuwa na kidimbwi ma dho Ibrania luongo ni Bethsaba, ambayo lugha ya Ibrania inaita Bethsaba. To yaono ne kod agolni 5. Na katika hiyo kidimbwi ilikuwa na sehemu 5. Ma joma tuo ne nindoe, ambayo wale ambao walikuwa wagonjwa walilala pale. Kaka muofni, rong'onde kod pudhe. Kama vipofu, wale viwete na wale walemavu. Ang'o momiyo ne ginindo kanyo? Ni kwa nini walilala mahali pale? Dichiel e higa. Mara moja kwa mwaka. Jamalaika mar Nyasaye ne biro otugo pigno. Malaika wa Mungu angekuja na kutibua maji. To ng'ama orikni mokwongo todong' kochango e tuo yoyote
Na yule ambaye ataenda mara ya kwanza kwa kasi atabaki amepona kwa ugonjwa yoyote ile ambayo alikuwa nayo kwa maisha yake. Yena huyu mwana wa ni Bethesda kata ya Omar Bethesda talo kwa hospital Mari Sub County kata Mari Referral. Niruhusu niseme kwamba hiyo kidimu ya Bethesda inafananishwa na ile hospitali ya Referral. Hospital maber nyakiyor kan kod ward. Na ile hospitali mzuri lazima utapata ina wodi. Wadi ward mari jomowang. Na kuna ile wodi ya waliochomeka. Wadi ward mari jomotuo machinde giongao malo gi chuma. Kuna wodi ya wale ambao wamevunjika na miguu imewekwa juu na chuma. Kuyaka wadi ward malit mugi iluongo ni ICU. Na ndipo kuna ile chumba cha wale waliko katika hali mahututi ambayo inaitwa ICU. Makobe the ward. Na sasa hizo pia ni wodi. Koro Yesu moketo wakani kusetieko sao mane entie e Jerusalem. Sasa Yesu aliyetuketisha hapa kisha atamatisha mambo ya meza ya Bwana ambayo kulikuwa kule Yerusalemu ya wana wa Yahudi. Tuwuok muduridore yao. Alitoka kusudi ateremke kwenye hilo kidimbwi. Adwane wuok muduridore hospital. Nataka niseme kwamba alitoka ateremke kwenye hospitali. To yudo kuro jotuo mopogore. Na pale alipata wagonjwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Tinye badi malo kamane Yesu. Ndio mikono hivi kwa Yesu. Kosete kosao wuok ni muduridore yao kata hospital. Alipomaliza na mambo ya meza Bwana akateremka kusudi aende hospitalini ama kwenye kidimbwi. Kamotingo pude, tutingo rong'onde, tutingo muofuni. Mahali imebeba vipofu, viwete na walemavu. Tosete muchope yao kanyo. Na wakati alipofika kwenye kidimbwi, toyudo jaduong' ma osedak yud kanyo higni 38. Na alipata mzee ambaye ameshakuwa pale kwenye wodi kwa miaka 38. To weche Yesu ne gin weche machallenge go. Na maneno ya Yesu yalikuwa ni yale changamoto. Ong'eyo ni dichuo ni tuo, ong'eyo nosedak ka muda mang'eny. Alijua kwamba huyu mume ni mgonjwa tena ameishi sehemu pale kwa muda mrefu. To Yesu penjo jaduong'no ne dwaro mondo atimni ang'o. Na Yesu anauliza ule mzee kwamba unataka nikufanyie nini? To jaduong'ni odwoko ni ruoth aonge gi ng'ato. Na huyu mzee akajibu kwamba mfalme, mimi sina mtu. Makapi utugore to nyalo nyuma. Ambayo wakitibua maji basi yatanitumbukiza. To an kadwaro mondo adhi to joma ni kod jowadegi kuongona emoseloso na higni 38 ka an ka. Na mimi nikitaka kuenda, wale ambao wanawasaidizi wananitangia, nimesababisha hizi miaka zote nimekuwa hapa 38. Kisungu wacho ni instantly. Na kwa kimombo inasema papo hapo. Tiende ni kanyono Yesu nowachone ni ting' kitandani mondo iwuothi. Na ina maana kwamba Yesu alimweleza hapo kwamba beba malazi yako na utembee. Wach magwedha ni gima noninde moloye en makoro bedo go gi teko kakoro ting'o owuotho odok dala ochango. Jambo inayonifurahisha ni kwamba kila ambacho alikuwa amelalia ambaye ilimshinda sasa alikuwa na nguvu juu yake, kama amelibeba anaenda nalo nyumbani tena amepona. Yena moda wat ni wan gi jomoko manie ward ma ok dwar na niruhusu niseme kwamba kuna wale wako kwenye wodi na wataki kuenda. Kaluwore kod raibena, luwore gi watermelon, luwore gi machungwa, luwore gi rabolo, manyocha ne ok ocham ka kutuo, to koro jibiro nenego. Kulingana na raibina, watermelon, matunda zote ambazo hakuwa nakula wakati alikuwa haina kwa wakati huo, sasa watu nakuja kumzuru na hizo vitu. Alemo ne mama moro mabas mama na, ukona ni pasta, lemo na ni tuoni mondo kwe, ukiki lemo ne mondo chan, nikete tuoni, miyo nyango mawuoda, ngado na gandede Kisumo, majutieda Mombasa. Nasema kwamba mchungaji, niombe tu ili ugonjwa itulie basi isiondoke, kwa sababu hili ugonjwa inasababisha mwanangu aliye kule Mombasa na nikatia ndege na pili nikienda matibabu. Kuro lemne ale mamodo kwe, okeko chang, nikete chango,
to ndege nyaka ma idho kendo. Sasa omba tu kusudi ipoe bali isipone, kwa sababu ikipona huenda sitaabiri ndege tena. Ung'eyo kaka jabudekre ni kod doli mang'eny. Na unajua jinsi mtu wa maradhi ana vikwazo vingi. Jabudekre wacho ni kawuono to chunya ler ikelna nyuka mar kal. Na yule mtu mgonjwa anakueleza kwamba leo roho yangu ni safi, tafadhali niletee uji ambaye imeandaliwa na mtambo. Ukikelo na nyuka mar kal to wacho to koro sukar to nidu owe nang'o. Na ukileta hiyo uji tena atasema kwamba na sukari mbona muliweka kwa wingi. Kora dwaro mana rech manum. Sasa kwa sasa nahitaji ile samaki mbichi. Kaka jatuo maja udekre ng'ama nigi dodi mang'eny jerengo nikech dwaro rech manum. Na jinsi ni mgonjwa ambaye hujui hali yake, watu watakimbia kwa kasi kwa sababu anahitaji ile samaki. Okelne rech manum to sesieko ya wanyanya gitu. Koro nende oto wage. Na kisha letea ile samaki mbichi tena atakuwa ametokea na kitu kingine kwamba na sasa nyanya mbona muliweka. Mama na kodgo. Kwamba mlijaribu na mkunde. Maja tuti opangi ya udekre ti opangi ni wechene. Na yule mwenye ugonjwa ama mwenye maradhi atakupanga tena atakupanga na maneno zake. Mama wacho ni jaduong'ni nodake wodka higni 38 aparo ni joma nochakurite no ol. Na andiko linasema kwamba huyu mzee aliishi hapa kwa miaka 38 na nawazia wale ambao walikuwa wakimsubiria ama wakimshughulikia pia walichoka. Jolemo ma joyuolika limo jesabe rio kabiro limi toloro tanda beno olugile mo nenga to pele kapele. Na wale waombezi ambao wanakuja kuombea watu saa 7 wakizunguka kitanda pia walichoka kwenda kumwombea kila siku. Ya atie na ndo moko ne kama kata hili pradega bolo lo mapoko choko. Askofu Inuriusu niseme kwamba kuna watu hapata hiyo miaka nenyole bado hawajafika tangia wazaliwa. Tuiye na jaduong'ni odake wodka higni 38. Na niruhusu niseme kwamba huyu mzee ameishi hapa kwenye wodi miaka 38. Nikech onge ng'ato manyalo mako bade manyume yao kapi utugore. Kwa sababu hana mtu ambaye atamshika mkono amwingize kwenye kidimbwi wakati maji imetibuliwa. Odiochieng' moro noru mopogore kod odiochienge machielo. Na kuna siku kulikucha tofauti na hizo siku nyingine. Welo jolimo wod nyocha nawacho ne ng'ato ni sama in kod appetite to yuchiegi tambi ni kik inyiew machunga, yuchiegi tambi ni watermelon go ekal no mago gino bugo makech. Na kuna wale ambao wana vihamuzi na nilieleza mtu kwamba wewe una mapepo kwamba wakati unahisi unataka kula sama appetite olal makore ni ne wod to jisieko kagima nowach ni gino lemo ne machango gatuo. Na wakati una vihamuzi vya kula umelazwa kule kwenye wodi, watu watakuja nikana kwamba hayo yatatibu ugonjwa. Koro odiochieng' moro nobedo odiochieng' mopogore kod odiochienge. Sasa siku nyingine ikakuwa tofauti na hizo siku zingine ambazo zimepita. Majoma ne limo Bethsaida nopogore nikech wendo moro nobiro. Ambao wale ambao walikuwa kizuru Bethsaida walikuwa tofauti kwa sababu kuna mgeni alikuja. Jolemo yie na nimona wach ni wendo manolimo wodno ene okotimo raibena. Na mniruhusu niseme kwamba mgeni aliyozuru hiyo wodi yeye akobeba raibina. Kendo wendo manolimo Bethsaida kanyo no ne okobiro timo transfer mondo gole ng'ato Kisumu itero Eldoret. Tena huyo mgeni aliyezuru malipale kuja kufanya transfer kusudi mtu atelewe Kisumu akipelekwa mji wa Eldoret. Eldoret okobiro mondo lock ya. Na tena hakuja ili abadilishe vidongo. Adwa ni mondo wach ni okobiro ni besen osetore obiro gi machielo. Tena wacha niseme kwamba hakuja kwamba besheni imepasuka amekuja nyingine. To gima nokele en ni mondo tie thagruok mar higni 38. Bali kilichomleta ni kusudi atamatishe hilo mateso ambayo ilikwisha kwa miaka 38. Mawendelo ema biro yalo nyinge gotieno sani. Na ni huyo mgeni nitahubiri jina lake na usiku sasa. Opogore gi joma ne limo jatuo. Ni tofauti na wale ambao walizuru wagonjwa. Ing'eyo wan gi joko moko milimo to giwinjo ka giwuok ka gikone nyaoyoma to waweyo kalat maduche nyalo go. Unajua kuna wengine huenda ukiwazuru wakasema kwamba nyaoyoma tumeacha kiwa katika hali mbaya, huenda nuru yake itapigwa wakati wa sete mae ni otanda tulemo ni Nyasaye ikoli datijini ikole kitanda bali midekele mondo chana. Na wakati alikuwa pale alikuwa anaomba Mungu saidia mjakazi wako muondoe katika kitanda ya maradhi kusudi apone. Ai kaka ng'ama tuo makating'ene de iwacho ne biro changa. Na jinsi hata iwe mgonjwa unajua kwamba atakufa, tamwambia kwamba utakufa. Odiochieng' moro nochopo ne jaduong' mokwamo man kod higni 38. Na kuna siku ilifika kwa mzee ambaye alikuwa amekwama na miaka 38. Ma Yesu majalimbe nolimo wodno. Ambaye Yesu akutembelea watu walizuru hiyo wodi. Ong'eyo maber ni jaduong'ni osetieko higni 38 katuo. Na anajua vyema kwamba huyu mzee ametamatisha miaka 38 akiwa anagonjeka. To penjo dichuogno ni dwaro mondo timni ang'o.
Na kauliza huyo mume kwamba unahitaji utendewe nini? To dichuo bino timo wach manigi kore. Na huyo mzee akasema ile jambo ambalo lina upande. Okone ni aonge gi ng'ato manyalo nyuma iyao sama yotugore. Akasema mimi sina mtu ambaye atanitumbukiza kwenye kidimbwi wakati maji imetibuliwa. Adiera modong'du ne dhako kwega ng'ato to nyaka chiege bende onge samo tuo. Na ukweli mtupu ni kwamba mke aweze akaacha mtu na hata mke wake pia hakuwa wakati huo akigonjeka. Yena uru mondo wachne kata nyathine bende onge sechego. Na niruhusu niseme kwamba hata mtoto wake hakuwa wakati huo. To kata min gi monyuole bende onge ng'ato. Na hata mamake mzazi pia hakuwa na mtu. Otieno ni adwa na yale ng'ato ne ng'ama onge gi ng'ato. Na usiku nataka nihubiri mtu kwa yule asiye na mtu. Ing'eni wan gi ng'at moro ka mawacho ni malaria onego goya mondo kad mar SHA otiye nikech pesa osedhi mang'eny. Unajua kuna mtu hapa anasema kwamba malaria yafaa kunyagukia kusudi ile kadi la SHA ifanye kazi, manake imepeleka pesa nyingi. Otieno ni nitinga tumekoninde ward to wacho ni ng'ama biro chulo bill onge. Na usiku huu kuna yule anasema kwamba iwapo atalazwa pale hospitalini hakuna yeyote atakayelipa pesa ya matibabu. Kama mabiro lima saa biriyo ieka be onge. Kwa yule wa kunizuru hapa saa 7 pia hayuko. Chieng' moro kachango jogi niketa kama ayuwe hospitali ni eka yudi kaka chulo bill na huenda siku moja nikipona hao watu wataniweka nifanye usafi hapa ndipo niweze kulipiza pesa ya matibabu. Nikete kogo wange to mini gi kuduonigi ni e tok ot koth goyo. Manake akitizama naona mama na baba wako nyuma ya nyumba wananyeshewa. Dichuo modakgo to chalo chuoro gweno ichiemo ng'echiwo to pidho gi puonde to kia. Na mume ambaye naishi naye ni kana kwamba ni jogoo anajua kupachika mimba bali kulea na kulisha hajui. Owadgi madomak lwete to ni Nairobi oleo ka higni 10 kugoyo sime ok yud. Na ndugu yake ambaye anastahili kumsaidia pia amepotea kule Nairobi miaka 10 hapatikani kwa simu. Ing'eni manung'a ma ongo ng'ato ma Yesu onego bed ne ng'ato. Unajua huyo ni asiye na mtu yeyote ambaye Yesu anastahili kuwa mtu wake. Jatuono wacho ni aonge gi ng'ato. Na huyo mgonjwa akasema kwamba mimi sina mtu. Maka piyo tugore ma jamalaika tugo oditera mondo nyuma. Ambayo malaika kitibua maji basi atanipeleka nitumbukie. Pinye badi malo ne Yesu maka Nyasaye. Inua mikono kwa Yesu mwana wa Mungu. Gimomiyo wayalo injili mondo ng'ama onge gi ng'ama domak bade Yesu omakie bade. Sababu yetu ya kuhubiri injili ili yule asina wa kumshika mkono Yesu amshike mikono. Gimomiyo wayalo injili en ng'ama ogike wall ma onge kama dokali to wasike nienge Yesu mondo kelneyo mondo ng'ad mondo be. Sababu yetu ya kuhubiri injili kwamba yule ambaye amefika kwenye ukuta kuna kumshika mikono Yesu atengeneze njia kusudi apite. Gimomiyo wayalo Yesu en mondo ng'ama okwamo maneno ka onge kony Yesu no mondo gonye. Sababu tunahubiri injili ni kwamba yule ambaye amekwama hana usaidizi Yesu aweze kumweka. Jatuono nowacho na onge gi ng'ato. Na huyo mgonjwa alisema kwamba mimi sina mtu. Maka piyo tugore to nyamako bada manyuma mondo acham. Ambapo kitibua maji basi atanishika mkono niweke pale ili nipone. Otieno mar tich abich yiene mondo awach ni wach ma Yesu wacho en above the law. Na usiku wa Ijumaa niruhusu niseme kwamba ile neno Yesu amesema ni juu ya sheria zote. Mosema timani ng'ama wachne ni wach ma Yesu wacho. Salimia jirani yako anayelala na umwambie kwamba ile neno Yesu above the law ma onge ng'ama timone paro moro machielo. ni juu ya sheria yote, hakuna yule ambaye atatoa wazo lingine. Kendo onge ng'ama pingo, onge ng'ama dagi. Tena hakuna mtu atapinga wala mtu ambaye atakataa. Chieng'no Yesu biro koting'o tang' e lwete. Na hiyo siku Yesu anakuja amebeba uponji kwenye mikono yake. Oting'o tang' e lewe. Amebeba uponji kwenye kinywa chake. Oting'o tang' e tekone. Amebeba uponji kwenye nguvu yake. Wach achiel ma Yesu ka Nyasaye owacho e dho yawo. Jambo moja ambayo Yesu mwana wa Mungu alisema pale kwenye kidimbwi. Ni dichuo ting'i kitanda ni mondo idog dala. Kwamba mume beba kitanda chako na urudi nyumbani. To Muma wacho ni gikanyono. Na ndiko linasema hapo hapo. Gima jatuo noninde miluongo ni kitanda noting'e e ng'eye. Yule ambaye yule mgonjwa alilalia ambaye inaitwa kitanda alibeba mgongoni. Otieno adwa nawach ni gimoloyino idwa bedo go gi loch e wiye kiting'o yawo. Usiku niruhusu sema kile ambacho kimekushinda utakuwa na mamlaka juu yake ukienda. Otanda nigi loch kuoma nikech adinde. Kitanda ina mamlaka juu yangu kwa sababu To nailalia. sama ting'e e ng'eya to an ema nigi loch kuome. Na wakati nimelibeba mgongoni ni mimi nina mamlaka juu yake. Daudi kile madak swagere madak donji kata kamibiye ya. Ni kitu ambayo iwezi ijikunja, iwezi kaingia sehemu napewa dawa. Jal makadwa die losruok tigeng'o ne katen mondo ji kik nene. Nina mbele wakati ataka kujisaidia wanamwekea pazia kusudi. Emi ng'ama dak
Yesu mondo bedne ng'ato. Na ni huyo anataka nimuhudhurie Yesu ili apate mtu. Maduel kobedo ng'ato ne ng'ato. Na Manuel akikuwa mtu kwa mtu. Kabisa dake chandruok mwaka mang'eny. Na hata iwapo umeishi kwa dhiki kwa miaka Odenge muma ni ndalo achiel rom gi higni 1,000. imenakiliwa kwenye Agano kwamba siku moja yafananishwa na siku. Elimi Yesu madwa na yalo gotieno. Mbele ya Yesu ambaye anataka nimhubiri na usiku. Iluongo ni wendo maber makiting'i raibina. Anaitwa mgeni mwema asiyebeba raibina. Wendo maber makiting'i machunga. Yule mgeni mwema asiyebeba machungwa. Wendo maber makiting'i kwinja. Yule mgeni mwema asiyebeba kwinja. Kendo timo loso gima ber magikelo geno mbele. Yeye amebeba kutengeneza kitu kizuri ambacho kitaleta matumaini. Tieno yena uru moda yalo ng'ato ne ng'ama ongo ng'ato. Usiku ni ruhusu nihubiri mtu kwa asiye na mtu. Yesu koa malo mobedo ni ng'ato. Yesu akiinuka na akakuwa mtu. Kata ji osewacho ni tho. Hata kama mtu amesema kwamba umeoza. Alando gotieno kajatin. Natangaza usiku nikiwa mjasiri. Kara Yesu nego bed ne ng'ato ng'ato. Mama Yesu anasaidia kwa mtu kwa mtu. Mama Yesu nego bed ng'ato ne ng'ato. Mama Yesu anasaidia kwa mtu kwa mtu. Ting'e badi mondo iwachni Yesu bed na ng'ato. Inani kama nasema Yesu kwa mtu. Aongo ng'ama ding'ad koda daraja. Sina mtu wa kuvuka nami daraja. Aongo ng'ama ding'ad koda aora. Sina mtu wa kuvuka nami mto. Aongo ng'ama ditweny koda pi. Sina mtu wa kukwea nami milima. Aongo ng'ama dikal koda mudho. Sina mtu wa kuvuka nami giza. Aongo ng'ama dipuonj nyithinda koriek. Sina mtu wa kuelimisha watoto wangu hata kama na hekima. Aongo ng'ama digerna ot. Sina mtu wa kunijengea nyumba. Aongo ng'ama diresa. Sina mtu wa kunirehemu. Chuo wetena ni kod daktari. Wanaume wenzangu wana madaktari. Makawiye bare to daktari none. Iwapo anahisi kuuma kichwa daktari atachunguza. Yesu aongo ng'ato. Na Yesu sina mtu. Maka kansa obiro. Iwapo saratani imekuja. Iluongo ni throat cancer. Ambayo inaitwa saratani ya koo. Ogino tera manelie. Basi hiyo kitu inanipeleka kaburini. Yesu. Na Yesu. Bedi na ng'ato aongo ng'ato. Asikuwa mtu maneno sina mtu. Ting'e badi malo ne ng'ato no. Inani kone kwa huyo mtu. Odiochieng'no nopogore gi odiochienge. Siku ilikuwa tofauti na siku yake. Yo, mushinde bati wachne ni Yesu kobedo ni ng'ato. Salimia jirani yako na mwambie Yesu akikuwa mtu kwako. Ibiro muongo makata nobago kwato. Basi utapenya hata iwapo haijalishi chochote. Kata nobagi yore gi kabuoda raja. Hata kama walifunga njia zako kama chini ya Kata yore ni udinore kabuoda raja. hata njia zako zimezibika kama chini ya daraja. To Emmanuel kobedo ni ng'ato. Emanueli akikuwa mtu kwako. Kata yongeng'o ni kaka nama kwano geng'o ni nyithind Israel. Hata kama njia imezilika jinsi bahari ilizilika kwa wana wa Israeli. To Yesu neno yo kama yongeng'oreno. Basi Yesu anatengeneza njia mahali hakuna njia. Tieno ting'e badi ne ng'atno. Isuke ndio mkono kwa huyo mtu. Eno biro ni jatuo mosedak higni 38. Yeye amekuja kwa mtu aliyeishi miaka 84. To wacho ni jatuono niya. Na kaeleza huyo mgonjwa kwamba Ting' kitandani mondo idog pacho. kwamba beba kitanda na urudi nyumbani. Jini chunye nisa. Ni nyaka jok manosepogo lope ne ng'ane to pok chak iduogo. Sama noduogo ne gineno dachiel. Unajua roho yangu inanieleza kwamba wale ambao walishagawa shamba yake kwamba fulani amekufa atarudi. Aliporudi waliona shetani. Ka Yesu obedo ni ng'ato. Iwapo Yesu amekuwa mtu kwako. Roho manong'e na yaki ne onego negi 2010 koneni kaka ngima to penjo. Wale ambao wanajua kwamba virusi vya ukimwi vilistahili kuwa mwaka 2010. Naneno ka Nyauyoma kosa neno ka Satan. Kwamba ninaona binti wa uyoma ama ninamwona shetani. Joma nong'e ni nyithindi biro bedo jokwath to bedo jopidi. Wale ambao walijua watoto wako watakuwa wada kuchunga ng'ombe na kuwa yeye. Koromo kodi Maseno University chieng' graduation. Wakikutana nawe chuo kikuu cha Maseno siku ya kuapishwa. Ibiro penjo ni biro ni wachni moro.
leo bere kabuona to bedo rats. Kuna wale ambao wametembelea hospitali na kurudisha ujumbe kwamba leo fulani ameisha. Jana alikuwa angalau, ila leo amezidi kuwa katika hali mbaya. Yesu ndio kwa neno maana. Bila Yesu hakuona hilo. Neno tangu mtinga yote. Yeye aliona uponyo bali alikuwa amebeba mkononi. Ngolo oda nini mimi mulu yini ni wetinge ni shani. Akatoa amri kwamba kila ambacho unakilalia kimekushinda ni kutabeba. Andu nigeni pia mimi neno loino ni wetingo kimeno na mwando. Nataka nikutangazia kwamba maskini ambao unaona imekushinda utalibeba ukiwa. Yani mulu yini ni wetingo kimeno na mikeni. Na hiyo matusi ameenda kuchosha utalibeba ukiwa. Ni wetingo moi watingi molo ya. Weka mikono juu useme kile ambacho kimeisha. Ndio mdogi kutini watingi molo ya. Ema ni watinge ya. Kina nyota ninde. Kila ambacho nilikuwa nakilalia. Kunyo boko tuarne. Pamoja na chama na warudu. Kaonge na mapita. Kama kuna mtu wa kunilipa. Kapielo kanyo talayo kanyo. Nilikuwa najiendea haja. Yesu sewato. Yesu ashasema. Nini manyota ninde. Kama kila ambacho nilikuwa nakilalia. Nitalibeba mgongoni. Kadoke dalawa. Nikiwa narudi kwenu. Yuoje na mano yuwaga. Mashangazi wadogo bole. Urone na kaduogo kamon. Wataniona nikirudi nikiwa na furaha. Dalawa mano laro lopa. Watu waliong'ang'ania shamba langu. Urowe puza manegi gege. Kachilia shamba kwa nijengea. Anyuola mano lando bena marani. Watu ambao walitangaza kwa nafasi. Urobedo waluori kabio. Watakiwa na hofu ni Ya Yesu sewato. na Yesu ashasema. Nini molo ino. Kwamba kilicho kushinda. Nituwa kadobedo komo. Mume hata iwe ni pombe. Molo imagoye mutaro. Kwenda kushinda na kugusha. Nituwa kadobedo tode. Mume hata iwe ni usherati. Manyamo pesa ligi bon. Napenda kula pesa yako na watu. Kadobedo mananya sore. Hata iwe ni bangi. Ni molo ino. Hiyo kitu kwenda kushinda. Tingengea. Utalibeba mgongoni. Abiro tingengea. Utalibeba mgongoni. Mama lulu molo ino. Kama utasa ujue kushinda. Abiro tingengea. Utalibeba mgongoni. Tonye tendo molo ino. Kwa kutoka kwenda kutoka. Abiro tingengea. Utalibeba mgongoni. Urotu molo ino. Kitu ambacho kinakushinda. Abiro tingengea. Utalibeba mgongoni. Abiro tingengea. Utalibeba mgongoni. Yesu sewato. Yesu ameshasema. Yesu sewato. Yesu ameshasema. Yesu wato nalo. Yesu amesema nini? Kimi ni neno. Kile ambacho unakilalia. Tingu moni doge dala. Baba urudi nyumbani. 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 Mama fuwa mare tena. Baba pumaji ya watoto. Tingengei. Baba kwenye mgongo. Moni Kenya University. Ili ulete wajua Mama kikuu. fuwa mare tena. Baba pumaji ya watoto. Tingengei. Baba mgongoni. Mudo luogie national school. Baba wiko kwa shule. Uwaga watiena. Leo na usiku. Yesu. Yesu. Sewato. Ameshasema. Ni moloi. Hata kile ambacho kinakushinda. Baba mgongoni. Yesu ngata. Yesu mtu. Tingira di malo na Yesu de Nazareth. Bwana kwa Yesu Mnazareti. Ole. Na mvugi mwana wacha niti mwana uyini nyeyo. Alikuwa na useme kile ambacho kimekushinda na unalifahamu. Ibe nyeyo. Hata nawe unafahamu. Ni kama spiritual husband. Kwamba una mume wa kiroho. Mapiro wiko ni turini ya bahati. Ambaye vile na wewe na mume wako yuko kando yako. Tinenge. Beba mgongoni. Okayo kama ndio tinogine ni yawa. Nilipata ile ambayo utalibeba mgongoni. Turiki malo ya ni Yesu emosega watu. Ambaye anasema kile ambacho kimeishinda ni Yesu amesema. Ni ni predict gabor talala tia. Kwamba miaka 38 ni kana kwamba ni siku moja. Dodolo kama tekono alinde tu anakia. Kwa kuhani mahali nguvu ilitokea kwa yule aliyemgonja sifahamu. Ole. Ingine okodo wala turuke tablet, okodo wala oxygen. Unajua wako utafuta dawa, wako utafuta vidonge vyote vile. Yesu kwa sababu ni tuite nini long pain mono tui sana. Na Yesu akwambia ule mume kwamba teremsha leo udungwe sindano. Okodo wala ngakoni amlewe mono wasoea. Akwambia yule mtu kwamba panua kinywa tuingize vidonge. Yesu kwa watu nile wale wanaoneni tuone mono sone. Kwamba hakusema kwamba tutadunga mishipa ili tuingize maji. Poteko muda kumangatono. Bali nguvu ambayo inaishi kwa huyo mtu. Watu ni tu. Anasema inuka. Abida landu tu. David anatangaza kwamba Landu kahonu tu. anatangaza miujiza inuka. Kamine nutu. Hadi unalala inuka. Kamine nutu. Hadi unaketi inuka. Yesu sewato. Yesu ameshasema. Badi malo ne manuel. Inani kwa Manuel wa vita. Tinga badi malo ne manuel. Inani mikono kwa Manuel wa vita. Kawuna dwa ni land ni duchi ni biru rwenyu. Na leo tunataka kuangalia kwa Manuel. Land ni dala una biru rwenyu. Leo kwa nini tunawachanganya? Land
Emmanuel. Jamani wapogolope ni monawe. Amogele Emmanuel. Udutuori makwelo. Obiye mo makawae.